bimi'ati shati, kwa kuwa masahaba wanazidiana katika elimu. Sasa huyu alikhabarishwa na watu wengine ya kwamba maadamu mwanao amezini na mke wa huyu na mke wa mwajiriwa wako, atakiwa apigwe mawe huyo mwanao. Sasa itakuwaje mwanangu apigwe mawe? Akatoa mbuzi 100 na mtumwa wa kike kama kumkomboa mwanae na kupigwa mawe. Lakini akaendelea kuuliza watu wenye elimu, yani kuuliza masahaba wengine, fa akhbaruni, wakanieleza mimi, annama ala ibni jaldu 100 wa taghribu 'am, wakanieleza mimi ya kwamba kuna juu ya mwanangu jaldu 100, kupigwa mijeledi 100, kupigwa bakora 100, wa taghribu 'amin, na kupelekwa ugenini mwaka mzima, wa anna ala imraati hadha arrajma, na kwamba kuna juu ya mke wa huyu kupigwa mawe, wa anna ala imraati hadha arrajma, na kwamba kuna juu ya mke wa huyu kupigwa mawe. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake, la aqdhiyanna bainakuma bikitabillah, nitahukumu baina yenu kwa kitabu cha Allah. La aqdhiyanna bainakuma bikitabillah, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake, nitahukumu baina yenu kwa kitabu cha Allah. Alwalidatu walghanamu raddun alayka, mjakazi yule mtumwa wa kike, walghanamu na wanyama, raddun alayka, ni vyenye kurudishwa kwako. Raddun alayka, ni vyenye kurudishwa kwako. Wa ala ibnika jaldu 100, na kuna juu ya mwanao kupigwa mijeledi 100. Wa ala ibnika jaldu 100, na ni juu ya mwanao kupigwa mijeledi 100, wa taghribu 'amin, na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Waghdu ya Unais, na nenda mapema ewe Unais, yani Anas, tasghiri ya Anas. Unais ni tasghiri ya Anas, kama vile Hasan tasghiri yake ni Husain, Abdullahi, Ubaidullah, kwani tasghiri jina dogo ya. Waghdu ya Unais, nenda mapema ewe Unais, yani ewe Anas, lirajulin min Aslama, pamoja na mtu katika kabila la Aslam. Lirajulin min Aslama, pamoja na mtu katika kabila la Aslama. Ala imraati hadha, kwa mke wa huyu, nenda ala imraati hadha, kwa mke wa huyu. Fa in i'tarafat farjumha, kama akikiri mpige mawe. Fa in i'tarafat farjumha, kama akikiri basi mpige mawe. Nenda kamuuliza, kwa kweli umezini na mtoto wa huyu? Akikiri mpige mawe mpaka afe. Faghada alaiha, akaenda mapema kwake. Faghada alaiha, akaenda mapema kwake. Fa'tarafat, akakiri yule mwanamke. Fa'tarafat, akakiri baada ya kuulizwa, sema kweli. Faamara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwanamke huyo. Farujimat, akapigwa mawe. Al-asifu al-ajiru, al-asifu ni mwajiriwa, tafsiri hapa. Kwa hadithi hii inaeleza hadhi ya zina. Hadithi iliyotangulia ilikuwa katika kuzungumzia hadhi ya uhaini, kumpiga vita Allah na mtume wake. Wa hii inazungumzia haddu zina. Wamekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wawili, wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mmoja alikuwa ana haraka katika kuzungumza.
na huyu ndiye ambaye alionyesha adabu mbaya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwambia anshuduka Allah illa qadaita li bi kitabillah, na kuomba kwa ajili ya Allah ni hukumu au tuhukumu sisi kwa kitabu cha Allah. Kwa Mtume salama haambii maneno kama haya, kwa kuwa Mtume hahukumu isipokuwa kwa kitabu cha Allah. Hukumu atakayoitoa Mtume ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa sababu tu ya ujinga alionao, yani hajui, na ile haraka alionayo, basi akapewa udhu. Lakini yule wa pili alikuwa afqahu minhu, mjuzi zaidi kuliko yeye, lakini hakuzungumza mpaka Mtume salama alipomuidhinisha azungumze, kaomba ruhusa azungumze, karuhusiwa. Akasema naam, faqdi bainana bikitabillah, ndiyo tuhukumu au hukumu kati yetu kwa kitabu cha Allah. Kwa hiyo huyu bwana akaeleza kwamba mwanaye alikuwa ni muhajiriwa kwa huyu aliyekuja naye, kisha akazini na mke wa huyu bosi wake. Kwa hii ndiyo natija ya ikhtilati ambayo ni kuchanganyika, ambako ndio wanakulingania hayo mataifa makubwa kwa sasa, kwamba watu wote haki sawa, kwa mwanamke ni kama mwanaume na yeye. Ikhtilati, changanyiko, basi natija yake ndiyo hii. Na kwa ajili hiyo Uislamu ukaharamisha al-ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisa, kuchanganyika kati ya wanawake na wanaume, kwa kuwa hakuna mchanganyiko utakaotokea wanawake na wanaume isipokuwa kutatokea mambo kama haya, uzinzi utakuwepo tu. Ndio ni haramu. Uislamu ukaharamisha al-ikhtilatu, bali ukaharamisha wasaili za zina zote zikae kwa mbali, mtu asikurubie hayo. Kwa hiyo huyu bwana akajieleza kwamba yeye ameambiwa na watu ya kwamba mwanaye atakiwa apigwe mawe. Kwa hiyo akamkomboa mwanaye kwa kutoa mbuzi 100 na mjakazi, akaamua afanye hivyo. Lakini baada ya kuwauliza watu wengine wa elimu, akaambiwa hapana, mtoto wako hatopigwa mawe, mtoto wako atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima, kama ilivyo katika aya katika Qur'ani, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, mzinifu wa kike na mzinifu wa kiume ambao hajaingia katika ndoa wapigeni mijeledi 100. Na hadithi ya taghribu am imekuja katika sahihu al-Bukhari, hadithi ya Zaid ibn Khalid. Anasema Zaid ibn Khalid annahu amara fi man zana, ameamrisha Mtume salama kunako yule aliyezini, walam yuhsan, na wala hakuingia katika ndoa, bijaldi 100, kupigwa mijeledi 100, bakora 100, kwa taghrib am, na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Kwa alhasil, Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu baina yao, kumwambia kwamba mjakazi uliyemtoa, wanyama vyote utarudishiwa wewe, lakini mwanao atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Atapelekwa ugenini mwaka mzima. Na baadhi ya nchi za Kiislamu kwa sasa huwafunga tu watu, watia gerezani, basi akakaa mwaka mzima gerezani kisha akatoka. Kwa hiyo ndiyo hukumu ya yule ambaye alizini hali ya kuwa hajaingia katika ndoa. Kisha Mtume sana akamwambia waghdu ya Unais, nenda mapema ewe Unais Anas. Kwa huyu hapa ilivyokuja lirajulin min aslama, Sheikh Fauzani anasema lirajulin, pikita kwa maana ile tulitaja mwanzo, lirajulin min aslama inda an-nabii sallallahu alaihi wasallam, anasema hiyo Sheikh Fauzani, pamoja na mtu aliyejisalimisha mbele ya Mtume. Tukuja kwa maana hiyo, pamoja na mtu aliyejisalimisha mbele ya Mtume. Haya, alhasil Mtume salama akamwambia aende Anas pamoja na huyu mtu mpaka kwa mkewe
akamuulize, kama akikiri basi ampige mawe. Kwa hadithi ina faida nyingi katika hayo. Kwanza ni hatari ya al-ikhtilat, kuchanganyika kati ya wanaume na wanawake, al-ajanib, watu kando ambao wanaweza wakaoana, mwanamke na mwanaume ambaye hawa sheria inawaruhusu kuoana, alafu wakachanganyika wao peke yao. Hatari yake ndio hii, lazima mambo yataharibika. Ndio maana Uislamu ukaja na sheria kali, hakuna mchanganyiko unaoruhusiwa. Sawa. Kwa hiyo pia hadithi inatuonyesha tofauti kati ya hadhi ya zina baina al-bikri wa thayyib, kati ya bikri yule ambaye hakuoa, hakuingia katika ndoa, na thayyib na yule ambaye tayari alishaionja ndoa. Al-bikru yule ambaye hakuionja ndoa atapigwa mijeledi 100 na kupelekwa ugenini mwaka mzima. Thayyib atapigwa mawe mpaka afe. Pia hadithi inatuonyesha kwamba zina ushahidi wake la yathbutu illa bi ahadi amrayn, ushahidi wa zina hautothibiti isipokuwa kwa moja ya mambo mawili. Imma ni kwa ushahidi bayina, na ushahidi washuhudie watu 4 wanaume kwamba tumeona fulani anafanya hicho kitendo, wameona kabisa uhakika wa jambo. Mtume SAW mpaka akatolea mfano wa kijiti cha wanja. Kile kijiti cha wanja kinaingia katika kile kikopo ambacho kina wanja. Mtu kaona hivyo, isiwe tumemkuta tu wamelala, watapigwa bakora wote waliosema hivyo. Au tumewakuta wameshikana tu, watapigwa bakora wote, mpaka wathibitishe kuona, zisiwepo ihtimalati zingine. Kwa cha kwanza ni ushahidi, na ushahidi ni watu 4. Wakiwa 3 chini ya hapo, basi watapigwa bakora za al-kadhfu, kumtupia mtu uchafu. Na wakiwa ni wanawake, hata wawe 50 watapigwa bakora, kwa kuwa ushahidi wa zina ni kwa wanaume. Wanawake hata wawe 50 hata 100, tumeona, wote watapigwa bakora. Kwa hiyo la kwanza ni albayina, ushahidi. Na ushahidi kwa upande wa wanaume umekuwa ni mgumu sana, isipokuwa ikrar, kama tutakavyosoma hadithi inayofuata. Wanaume wengi huja kukiri wenyewe, lakini kwamba mwanaume kaonekana, afadhali kwa mwanamke ushahidi wake utakuwa ni kama hakuolewa, kaonekana ana mimba, kaonekana mjamzito, alafu hajaolewa, basi ni ushahidi kwamba huyu amezini. Sawa. Na kama atapigwa yeye, basi hatutafutwa mwanaume aliyempa mimba, pamoja na kwamba lazima atakuwa yupo alimpa ile mimba, lakini hatutafutwa wala kuulizwa kwamba haya kakupa nani hii mimba. Maadamu kaja mwenyewe na mimba yake, basi atapigwa yeye. Kwa hiyo ni baina, ushahidi. Cha pili ni al-iqrar, kukiri. Ushahidi wa zina ni kukiri. Sasa yule mtendaji amekiri mwenyewe, maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia fa in i'tarafat, kama akikiri farjumha, mpige mawe. Kwa ushahidi wa zina unakuwa mambo mawili, ima ni bayina, ushahidi, watu kutoa ushahidi, au kukiri mwenyewe mfanyaji. Kwa hiyo wanaochuoni wametofautiana, kuna ikrar, kukiri ni mara ngapi, inatosha mara 1 au mara 4? Jumhur wanaona kukiri ni mara 4, kama tutakusoma katika hadithi ya mbele. Lakini wengine wanasema inatosha mara 1. Kwa hii hadithi tuliisoma, Mtume anamwambia Anas, fa in i'tarafat, akikiri farjumha, mpige mawe. Hakumwambia akikiri mara ngapi, kwa hiyo inatosheleza mara 1 tu. Lakini ayat zilizokuja nyingi zinaonyesha ushahidi katika upande wa al-kadhfu, kumtupia mtu uchafu, ushahidi wa 4. Ushahidi wa zina wa 4, laula ja'u alayhi bi 4 shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun walladhina yarmuna al-muhsanat
thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada. Aya zote zinajulisha, zinataja mashahidi wanne. Pia wanachoona kuona hivyo hivyo hata kwenye kukiri itakuwa ni mara 4. Alhadithu thalithu, hadithi ya 3, al-adhan, adhini